Taveta, hamjambo. God is good and all the time, and that's his nature. Tusalimiana hivi nione tuko pamoja, kila mtu pale. Tuko very happy kuwa na nyinyi hapa leo. Nimewaangalia sana na nimeona ukweli Taveta iko love. Si ndio hiyo? Na mnapenda mheshimiwa Haika sana. Si ndio? Na mtamshikilia kabisa. Mimi naweza waambia mheshimiwa wenyu Haika ni rafiki yangu sana, wa karibu sana. Na tafadhali pia muelewe Kiswahili yetu sio kama hiyo ya Mishi. Na haiwezi fika hapo. Unajua kwanza nilifurahi sana hakuniita after ameita Mishi. Kwa sababu hiyo level nayo ilikuwa imepelekwa juu sana. Paka wenye anakanyanga hapa sasa unashindwa, hawa watu wako sawa, swagi iko sawa, na kazi pia iko sawa vile vile. Na mimi nataka kuwaelezea mheshimiwa Haika amekuwa rafiki yangu miaka mingi sana. Last parliament tulikuwa pamoja, akiwa pia women rep wa hapa au county MP wa hapa Taita Taveta, na mimi nikiwa nimechaguliwa na wananchi kama senator kutoka Nakuru. Na ndio maana nikamwambia the day aliniambia nataka kusimama senator, nikamwambia lazima tafadhali niite, nikuje tu niongee na hawa watu wako, niwaambie tafadhali tushikilie Haika. Pia sasa amefanya miaka 10, ameiva kuwa senator. Si ndio hiyo? Si ndio kama mnatuko pamoja hapo kabisa? Si ndio hiyo? Na mimi wacha niwape story moja. Haika alikuwa National Assembly nikiwa upande wa Senate. Yote ni parliament, but wako upande ule na sisi tuko upande ule. Kwa hivyo hatukuwa tumejuana sana, au hatukuwa actually tumeonana. One day nikaenda trip huko Switzerland. Kufika pale nikaona mama, lakini nilikuwa naona huyu ni mrembo sana, huyu sio wa Kenya. Huyu sijui. Kukaa pamoja pale jioni nikajua haya ametoka wapi? Taveta, Taita Taveta. Tukakaa pale na nilikuwa na election pale. Unajua sasa hata mkituona hivi wa mama siku hizi tunajituma. Si ndio hiyo? Hatukai tu ati tupewe, tunajituma. Sasa mimi tulikuwa tumeenda huko Switzerland na Haika. Ilikuwa inaitwa IPU, Interparliamentary Union, ya parliament za dunia mzima. Nikaambia Haika, mimi hii kiti ya wamama ya dunia mzima naona naweza. Lakini nilikuwa na uoga kidogo. Naambia Haika, unafikiri hawa wazungu wanaweza kutupatia? Haika akaniambia simama, hiyo kiti tutakupea. Na my chief campaigner nilienda nikawa president of women parliamentarians dunia mzima. Chief campaigner alikuwa nani? Haika. Kwa hivyo mimi miaka yote huwa nasema nikipata nafasi ya kurudisha mkono nitafika. Na si nimefika? Hiyo ni moja. So she's a very good person na ni mtu very loyal. Na kutoka hapo tukawa marafiki sana. Hata nikiwa na functions Nakuru kama last week, alitoka hapa na train akakuja Nakuru, akaniongeleshea wamama wangu na watu wangu wa Nakuru, na jioni akarudi tena kwa sababu mheshimiwa William Ruto alikuwa Mombasa. Huyo ni rafiki, sio rafiki. Si ndio? A very loyal person. On top of that, mimi nimekaa pale nikamsikiza akiongea. Nikamsikiza akisema ile kazi amefanya akiwa women rep. Na mnajua sisi wanasiasa kuna kwingine unaenda mtu akisema hivyo, wengine wanakuaga pale kwa tent wakisema uongo. Hapa niliona kila mtu alikuwa anafanya nini? Anasema yenyewe kazi amefanya. Akasema venye alienda pale kwa dispensary, mama akapewa rifaro kwa sababu hakukuwa na maji, matanka ameleta na kwingine ameweka maji. Mpigieni makofi. Mimi huyu rafiki yangu Haika, nilipokuwa na lobby ile barabara amewaambia ya Nakuru, Rironi Mount Summit, barabara imekaa miaka yote. Tulikuwa pia na Haika kila wakati tukiwa kwa mheshimiwa William Ruto. Akihasa atipia nyinyi huku mna barabara ingine yenye pia imekaa miaka yote bila kutengenezwa. Hiyo barabara inaendelea haiendelei? Nasikia inamuliita nini? Jukini. Inaendelea. Kwa hivyo yeye anajua kutafuta. Anajua kutafuta. Na pia mjue mlipomtuma bunge, Haika ni rafiki sana ya president.
Na ninaweza waambia hivyo kwa sababu sio mara moja, sio mara 10, sio mara 20 nimemkuta pale akiambia president nisaidie tupelekee watu wangu wa Taita Taveta. Na kwa sababu mkubwa na mheshimu sana na ni rafiki yake sana, huwa anaweza kuwaletea yeye maendeleo yaendelee. Kwa hivyo mkimuongezea cheo si atalete hata mingi kuliko hizo. Pia nimesikia reli sasa, mheshimiwa gavana rafiki yangu hapa wacha nimseme tu kidogo. Yeye hapendagi kufly. Mimi namwambiaga hiyo masani mingi kama tunaweza si tuingie tu tukimbie. Ananiambia hapana, wacha tu niingie train. Sasa ameingia train, ameshuka pale Voi, ameingia gari, amefika. Nimesikia Haika akisema mnaenda kuongezewa hiyo train itoke Voi ifike hapa. Simumpigie makofi. Uwapigie makofi wakiwa na William Ruto. Nikasikia pia mna affordable housing. Nikasikia mna masoko. Sasa nyinyi si kiongozi mko na yeye. Si kiongozi yako. Na si kazi ameweza. Na hata mtoto akigraduate pale standard 8, lakini hizo sasa siku hizi haziko. Zinaitwa aje? Grade nini? Sasa si akigraduate pale anatumwa pale pengine. Mimi nimekuja hapa kuwaomba kama rafiki ya Haika, kama kiongozi mwenzake, kama kiongozi mama, kama former senator, tushikilie Haika aingie pale kwa Senate, kwa ninajua kazi yake, nimeiona na ataweza kuwatetea sana. Ili Taita Taveta muongezewe pesa zikuja hapa governor aweze kuwafanyia kazi. Si ndio hiyo? Na si huyu mama unajua pia ana heshima, ni mama wa heshima. Mimi ukiniuliza Haika kichwa yangu inaniambia mama wa heshima. Ataweza pale kuongea, kuteta pale kwa Senate na wengine watamsikiza kwa sababu anajua kulobi so that pesa ifike wapi? Hapa Taita Taveta. Nimesikia kitu kingine moja yenye imeniguza roho sana. Maneno ya rescue center. Yenye mheshimiwa Haika amekuwa akifanya. Si hapo pia tumpigie makofi wa mama kwanza. Na pia wazee. Siku hizi domestic violence ama violence yoyote sio tu kwa wamama, hata kwa wazee. Haika, let me also give you special thanks kwa hiyo rescue center. Huyo ni kiongozi yako na maoni ya mbele sana. We have suffered kama wamama sana. Watoto wetu wasichana, vijana. So we need a rescue center. Na huyu mama Haika amefanya, ameleta. Sasa sisi mshikilie. Sisi tuendelee kumshikilia. Asante Haika for doing that, even for humanity. Because kama wamama viongozi tumekuwa tukilia sana. Juzi tu kwangu upande wa one of the constituency inaitwa Kuresoi pale. Last week kuna mama amekatakatwa na bwana yake, kichwa ilikuwa kando, mikono kando na miguu kando, amewekwa kwa gunia. So these are real issues tafadhali. Kwa hivyo you having a rescue center touches my heart. Asante. Na wamama ama watoto wetu wasichana, vijana, tukiona kuna shida na signs ziko red flag, tafadhali kimbilia hiyo rescue center tafadhali. Si ndio hiyo? Na itakuwa mbaya nikimaliza pia bila kusema, cause najua wengi hapa ni wazazi. Sisi ni wazazi wengi hapa. Na watoto wanakuja holiday. Tuongeleshe watoto wetu. Si mnafanya hiyo? Tuongeleshe watoto wetu, cause pia nimetoka huko, mliona just this week earlier. Leo ni lini hata nimesahau, ni Monday. Naona kama ni Friday. Last week tumezika watoto 16. Na mmoja nadhani alikuwa ametoka hapa Coast hapa Kwale kwa sababu ya wale watoto walichoma wengine kwa domo. So ningetaka tu as now a parent hapo mtuongeleleshe watoto, kama kuna shida we need to start doing more kama parents. Si ndio? So that hao watoto wetu wawache kufanya vitendo kama hizo zenye zina cost life ya wenzao. So mimi yangu ni kusema Haika ametosha na naona nyinyi mtampe kura. Nikiwaangalia tu hivi, unajua huwa tunaona kuna kwingine unatetea mtu wanakuangalia tu jicho kavu. Wanasema wewe maliza zaje unasema, lakini hapa nikiangalia naona tuko sawa Haika. Hapa tuko sawa. Kwa hivyo wacha nione fresh term ya Haika kama senator hapa Taita, hapa Taveta, hapa Taveta. Ndio hiyo. Na pia niko na rafiki yangu mwingine. Na huyo rafiki yangu anaitwa William Ruto. Pia kazi yake hapa naona imeonekana. Hata Mishi isipokuwa ile speech yote ya Mishi kama ameongea words 1000, nimeshika 200. Kuna kama 800 imenipita.
Kwa hiyo Kiswahili ilikuwa juu sana, na mnajua sisi ni wabara, si ndio? So William Ruto pia amefanya kazi mingi sana. Vile tumesema affordable housing, hiyo ni rail, hiyo ni barabara, hizo ni markets, hiyo ni kila kitu. Si pia tunamshikilia? Si nione hiyo tu term ya William Ruto hapa. Na nikimalizia, nyinyi watu wa Taita Taveta na specifically hapa Taveta na wanaheshimu sana. Naona last time tulikuwa na Haika, nimewaambia ni rafiki yangu sana. Alipokuwa akiomba kura akiwa UDA, najua hapa mlikuja mkachagua senator na ODM, governor independent, na our women represent county MP akakuja na UDA. Kwa hivyo nyinyi naona you are very very liberal in that way. Kwa hivyo hapa nawaomba tu kabisa tumshikilie. Lakini sasa nasema kama hiyo wakati kina Mishi walitukimbiza sana hii coast. Walitukimbisha sana hii. Lakini sasa tuko pamoja. Kwani tunaweza shindwa? Kwa hivyo mimi nimekuja kuwahakikishia hata huko kwenye tumetoka tunasema ni 2 term. Usisikie maneno ya mtu wa huko sijui mlima gani ufikirie tunafikiria hivyo. Sisi tunasema Kenya moja, na tunapenda Mheshimiwa William Ruto sana kama president, because for the first time tuna kiongozi mwenye amesema maendeleo iende katika kila kona ya this country of Kenya. Si ndio hiyo? Nimeuliza Mheshimiwa Haika, nyinyi hiyo term nyingine mlikuwa na waziri kutoka huku coast? Hamukuwa. Saa hizi mko na nani? Mko na Joho, mko na Mvurya, na mko na Speaker King, who is number 3 in the county after president na deputy. Kwa hivyo pigieni William Ruto makofi. Na haya sasa ya mwisho fresh term ya Haika kama senator, upande huu Haika senator, na William Ruto 2 term. Asante sana na wapenda, na mkikuja Nakuru mnipigie simu tukunywe chai. Si ndio hiyo? Asante. Thank you so much. God bless you. Thank you very much my sister Susan. Governor Susan wa kutoka huko Nakuru. Wengi hapa walikuwa wanakuona kwa TV. Leo wamekuona live.